Mpenzi mtazamaji, siku ya Jumanne, karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Tafakari yetu tunaipata kutoka katika Injili ya Marko, sura ile ya 12, aya ya 13 hadi ya 17. Nitaisoma. Walituma kwa Yesu baadhi ya Mafarisayo na Maherodi ili wamnase kwa maneno. Hata walipofika walimwambia, Mwalimu, twajua ya kuwa wewe mtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu, kwa maana hutazami sura za watu, lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Je, ni halali kumpa Kaisari kodi au sio? Tumpe tusimpe? Naye akijua unafiki wao akawaambia, mbona mwanijaribu? Nileteni dinari nione. Wakaileta. Akawaambia, ni ya nani sanamu hii na anwani hii? Wakamwambia, ni ya Kaisari. Yesu akajibu akawaambia, mpeni Kaisari yaliyo ya Kaisari, na yaliyo ya Mungu mpeni Mungu. Wakastaajabia sana. Neno la Bwana. Sifa kwako, e Kristo. Taifa la Mungu. Mafarisayo waliamua kuungana na kundi la Maherode. Herode alikuwa ni nani? Herode alikuwa ni mfalme ambaye alikuwa anatawala maeneo ya Yudea na maeneo ya Galilaya. Usisahau kwamba Herode mkuu ndio aliyepanga mauaji ya Bwana wetu Yesu Kristo akiwa mdogo, akawachinja watoto wadogo. Hivyo katika kizazi cha Herode walikuwa wanamwogopa Kristo kwa sababu Kristo ni mfalme. Wao walikuwa ni wafalme ambao walimwaga damu nyingi sana katika kizazi chao kuanzia baba yao, na kuhakikisha kwamba wanawafuatilia watu wote ambao wapo katika lile eneo, asije akajitokeza mtu yeyote yule katika kuweza kupinga ule utawala wa kifalme wa Herode. Liliandaliwa kundi ambalo lilikuwa limetoka katika ukoo wa Herode, wakawa wanaitwa Maherode. Hawa wakawa wanafuatilia mtu mmoja baada ya mwingine. Je, unalipa kodi au hulipi kodi? Unatembea kulingana na sheria za Kirumi au hutembei? Sasa viongozi wa dini, Mafarisayo, watu wa Mungu, wanaungana na kundi la Maherode waliokuwa wamepanga mauaji kwa Yesu Kristo. Wanakuja kumletea maneno haya ambayo ndani mwake kulikuwa kuna mtego. Hakuna kitu kibaya sana katika safari ya maisha kwamba wale viongozi wa dini ambao walikuwa wamewaamini wapendwa wenzako katika kupanga mambo mabaya, wanaungana na vyombo vingine vya dola katika kuja kukumaliza. Katika hali hii utambue kwamba haupo salama. Lakini Yesu Kristo yeye alikutwa na hali kama hii, na wale watu wengine wanaokumbwa na hali kama hizo, wewe si wa kwanza, kwamba makundi mawili yanaungana juu yako kuja kukumaliza, kuja kukuangamiza. Tena wanakuja kwa maneno mazuri, wewe si wa kwanza. Kwa Yesu Kristo walikwenda na maneno gani? Walikuja na maneno haya. Wakaanza kwanza, wakampatia cheo cha mwalimu, Rabi. Wakasema, tunajua kwamba wewe mtu wa kweli, wala hujali cheo cha mtu, kwa maana hutazami sura za watu, lakini katika kweli waifundisha njia ya Mungu. Je, ni halali kumpa Kaisari kodi au sio? Tunajifunza kitu gani katika safari ya maisha? Ogopa sana sifa ambazo zinatoka katika kinywa cha mwanadamu. Hujui amebeba kusudi gani ndani ya nafsi yake juu yako wewe. Ogopa sana mtu anayekuja kukusifia kwa maneno, anakupaka mafuta kwa mgongo wa chupa na wewe ukaona ni kweli. Adui yako aweza kukupa sifa ili aweze kukumaliza, aweze kukuangamiza. Rafiki yako mpendwa wako ambaye mnasali pamoja, Farisayo ambaye mko naye kwenye dini moja mnasali, aweza kukupa sifa nyingi katika huduma, katika kazi. Rafiki yako ambaye mko naye katika ofisi moja
anaweza akakupatia sifa nyingi, bosi, unafanya kazi vizuri, lakini kumbe ndani mwake amejaa unafiki, ana mpango kukumaliza. Tunajifunza kitu gani zaidi ya hayo? Kamwe usije ukaweka imani kubwa kwa mwanadamu katika maneno yote anayosema kuhusu wewe, iwe ni mema au yaweze kuwa ni mabaya. Usije ukaweka imani, weka imani yako kwa Mungu. Angalia maneno magumu wanakuja wanamuuliza Yesu, ni halali kulipa kodi au sio? Nyakati hizo taifa la Israeli, watu wa kawaida walikuwa wameumizwa sana na kodi ambazo zilikuwa zimewekwa na watawala wa Kirumi, na aliyekuwa anapaswa kuweza kusimamia hizo kodi ni Herode. Watu walikuwa wanalipa kodi ya kila aina ya mazao ya nchi walikuwa nayo. Walikuwa wanalipa kodi ya ardhi, na mtu akifika miaka 18 mpaka miaka 65 alikuwa anapaswa kuweza kulipa kodi. Kodi ilikuwa kwenye kila kitu. Sasa likaibuka kundi moja la hawa wa Yahudi walikuwa wanaitwa Wazerote. Wao walipinga kwa 100% kulipa kodi kwa Kaisari, kwa sababu kulipa kodi kwa Kaisari ilikuwa ni kumpatia huyu Kaisari aliyekuwa anajiita ni Mungu, akasema yeye ni kuhani, akasema yeye ni Mungu, kwamba tunampinga Mungu na kumpatia kodi Kaisari, ikawa ni kuvunja ile amri ya kwanza Mwenyezi Mungu kwamba usiabudu miungu wengine. Kwa hiyo walipinga kabisa ubaya huo. Sasa kuweza kumkamata Yesu katika mafundisho yake ambao wamesema kwamba anafundisha kweli na angalie sura za watu, maana yake pia haangalii pia sura ya huyu Kaisari, haangalii pia sura ya Pontifo, haangalii sura ya Herode. Anafundisha katika kweli, ametoka kwa Mwenyezi Mungu. Angesema Yesu kwamba watu hawa hawapaswi kuweza kulipa kodi, au angesema kwamba tulipe kodi, maana yake alikuwa anaungana na serikali ya Kirumi kuweza kuwakandamiza hao Wayahudi, na mafundisho yake ya kweli aliyokuwa anafundisha yangekuwa ni maovu. Wangesema kwamba wewe hufai tena, huna uchungu na taifa lako, wangempiga kwa mawe na ingekuwa ndio mwisho wa huduma yake. Na angesema kwamba haipasi kuweza kulipa kodi, maana yake tayari hapo hapo kundi hili la Herode wangemkamata, wangempeleka kwa Pilato kwamba Yesu Kristo katika mafundisho yake amewaambia watu wasilipe kodi. Neno la Mungu linasema alijua unafiki wao, akasema leteni hapa hiyo dinari, wakampatia. Akasema hivi, je, sanamu iliyoko mbele yenu ni ya nani? Wakasema ni ya Kaisari. Akasema mambo ya Kaisari mumpatie Kaisari, na mambo ya Mungu mumpatie Mungu. Kuanzia hapo Yesu alifundisha kwamba Ukristo au Wakristo hawako kinyume na kanuni zote na mamlaka za nchi. Kama kupitia mamlaka za nchi, serikali za nchi wanatengeneza barabara, wanatupatia huduma mbalimbali za maji, tulipe kodi. Wakristo wanapaswa kuweza kulipa kodi kwa ajili ya serikali, kwa ajili ya mamlaka, ili ulinzi wa kijamii, ulinzi wa nchi uweze kusonga mbele. Wakristo si wapinzani katika swala zima la mamlaka. Na baadaye pia huyu Mkristo afahamu wazi, na huo ndio ukweli, kwamba wenyeji wetu ni mbinguni, wenyeji wetu hauko hapa duniani. Mpatie Mungu yaliyo ya Mungu, kwa sababu baada ya vurugu zote za hapa duniani utasimama mbele za Mwenyezi Mungu. Je, ulimpatia Mungu yaliyo ya Mungu? Akubariki na kulinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.